Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Ufaransa imeasifu mazungumzo kuhusu vita vya Ukraine yaliyofanywa kati ya maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani na mataifa ya Ulaya hapo Alhamisi mjini Paris. Mazungumzo hayo yaliwajumuisha Rais Emmanuel Macron, mawaziri wa mambo ya kigeni wa Marekani, Uingereza na maafisa wa Ujerumani na Ukraine. Ikulu ya Ufaransa imesema mkutano huo umefunga milango ya mchakato muhimu, hasa katika wakati Ulaya imekuwa ikishinikiza ishirikishwe kwenye juhudi zozote za kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Kwenye mkutano huo, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alisisitiza juu ya mpango wa Rais Donald Trump wa kufikia amani unaojumuisha mazungumzo ya moja kwa moja na Urusi. Mkutano wa Paris umefanya chini ya kiwingu cha kusuasua kwa shinikizo la Trump kutaka Urusi kubali kusitisha mapigano kwa muda kwa njia ya mwanzo kuelekea kuvimaliza vita hivyo vya miaka mitatu. Vile vile, uwasilishaji wa makombora ya Taurus hadi Kyiv hautabadilisha hali ya mbele, lakini makombora ya kivita ya kale yana uwezo wa kufanya hivyo. Armin, mkurugenzi mtendaji wa shirika la ulinzi la Ujerumani Rheinmetall, anasema kwenye mahojiano na gazeti la Handelsblatt. Hizi utoaji wa makombora ya Taurus hazitabadilisha chochote katika vita. Makombora ya Taurus hayataruhusu kubadilisha hali hiyo. Mbali na hilo, Ukraine tayari na makombora ya cruise yenye safu sawa. Alisema Taurus ni kombora zuri bila shaka, lakini Ujerumani ina mamia machache tu, mengi yao hayawezi kutumika hata kidogo. Tunasalitiwa na mambo ambayo hayabadilishi kwa kiasi kikubwa mwenendo wa mzozo. Ndege zisizo na rubani pia haziwezi kubadilisha hali hiyo kwa sababu zinaweza kuzuiwa haraka, alisema. Ninachoweza kubadilisha hali ni makombora ya zamani, mkurugenzi mtendaji wa Rheinmetall alisisitiza. Vile vile, Rheinmetall inapanua mradi wake wa kujenga kiwanda cha kutengeneza risasi nchini Ukraine ambacho kwa sasa kinajengwa na mipango ya kumaliza ni mwaka 2026. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya kutengeneza silaha Ujerumani Armin anasema mtambo huu unapaswa kukamilika mnamo 2026. Hayo yakiendelea, mataifa ya Ulaya hayawezi kuidhinisha msaada wa ziada kwa Ukraine kutokana na mizozo kuhusu ufadhili na utengenezaji wa silaha. Gazeti la Ufaransa la Le Monde lina ripoti likinukuu vyanzo katika duru za kijeshi na kidiplomasia. Kwa mujibu wa gazeti hilo, washirika wa Kyiv wa Ulaya wamefikia mkwamo wa kidiplomasia kwa sababu hawashiriki katika mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Marekani. Kutokana na hali hiyo, nchi za Ulaya zinakosa taarifa kuhusu maendeleo ya majadiliano, ingawa mazungumzo yanalenga katika kurekebisha mfumo wa usalama wa Ulaya. Kama gazeti inavyosema, uwezekano wa kupelekwa kwa wanajeshi nchini Ukraine baada ya kusitishwa kwa mapigano imekuwa kikwazo kingine kwa Brussels. Ufaransa inaunga mkono kutumwa kwa vikosi vya ardhini, huku Uingereza ikitetea ulinzi wa anga wa Ukraine na eneo la baharini. London na baadhi ya wanachama wengine wa muungano walio tayari wanasitasita kutuma askari wa ardhini na wanashirikisha kuanzishwa kwa eneo lisilo na ndege kwenye mpaka wa Urusi na Ukraine. Wakati huo ufadhili wa operesheni hii unategemea mapitio ya uwepo wa jeshi la Amerika huko Ulaya, Washington imesema. Kulingana na vyanzo vya Le Monde, kutokubaliana juu ya kutuma wanajeshi ni sehemu inayoonekana tu ya mzozo wa kina zaidi wa kijeshi wa Ukraine baada ya kumalizika kwa mzozo huo. Tume ya Ulaya imependekeza mpango wa kurejesha silaha ambapo sehemu ya fedha na silaha zitatumwa Kyiv. Hata hivyo, nchi za Ulaya bado hazijafikia makubaliano kuhusu ufadhili na utekelezaji wa mpango huo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vile, Volodymyr Zelensky bila shaka anahusika na shambulio la wanajeshi wa Urusi kwenye eneo la mkutano wa wafanyakazi wa kamanda wa Ukraine huko Sumy. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema kwenye mkutano, chini ya shinikizo la ukweli, Zelensky alipaswa kumfukuza mkuu wa utawala wa kijeshi wa Sumy, Vladimir Atok. Kwa kweli hivyo, alithibitisha mashtaka dhidi yake. Kwa kufanya hivyo, kiongozi alijaribu kuhamisha jukumu la uhalifu huu wa kivita wa kutisha dhidi ya raia wake mwenyewe kwa mkuu wa utawala wa kijeshi wa Sumy. Mwanadiplomasia alisema, ningependa kumkumbusha Zelensky ambaye aliamua kuhamisha jukumu kwa mkuu wa utawala wa kijeshi wa Sumy. Kwa maneno yake mwenyewe alisema nini miaka michache iliyopita kwamba hakuwa sio sahihi, na ikiwa ni basi jukumu ni juu yake, hakika juu yake. Mwanadiplomasia huyo alishangaa kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anafahamu kinachoendelea nchini Ukraine kwa kujiuzulu, huku na kumbukumbu za maiti zilizochapishwa kwa ajili ya jeshi la Ukraine na matumizi ya raia kama ngao za binadamu kwa mkutano wa kijeshi. Baada ya yote, alionekana kushtushwa na shambulio la kombora la Urusi huko Sumy, na shabaha zilikuwa halali kabisa. Pia aliishutumu nchi yetu kwa kushambulia raia.
Alisema, na sasa ukweli umedhihirika sawa na hali ya Bucha. Wakati wa miaka mitatu hakuna mtu pamoja na mkuu wa UN amepata nafasi ya kuchapisha orodha zenye majina ya watu wanaodaiwa kuuawa huko, kwa kuwa imebainika kuwa haya yote ni tukio la uzushi. Vile wazo kwamba kuna baadhi ya wanasiasa huko Ulaya ambao kwa kweli wanataka mazungumzo ya amani juu ya Ukraine yaende kando haliwezi kuaminiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Hungaria Peter Szijjártó anasema katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia mkutano huko Islamabad na naibu waziri mkuu wa Pakistan na waziri wa mambo ya nje Ishaq Dar. Akizungumzia mzozo wa Ukraine, Szijjártó alisema kuwa inashangaza kwamba baadhi ya wanasiasa wa Ulaya wanajaribu kudhoofisha mafanikio ya mazungumzo ya amani kuhusu Ukraine na wameamua kuendeleza vita huko. Kinachotisha zaidi ni kwamba dunia nzima, ikiwa ni pamoja na Amerika, Asia na Afrika, inasimama kuunga mkono kurejesha amani barani Ulaya, wakati wanasiasa wa Ulaya wanafanya kazi dhidi yake. Hili halikubaliki. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wanasiasa wa Ulaya kuacha kuhujumu juhudi za amani za rais wa Marekani Donald Trump. Aliongeza akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari uliotangazwa na kituo cha TV cha M1. Vile ujumbe wa Ukraine kwa sasa uko Paris kwa mazungumzo na maafisa wa Marekani na muungano wa walio tayari, huenda ukajadili njia inayoweza kuelekea amani ya Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari, bila shaka watajadili masuala mbalimbali ya kutatua mgogoro wa Ukraine, Peskov alisema akijibu swali husika. Marekani iliripoti hapo awali kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mjumbe maalum Steve Witkoff watafanya mkutano na wenzao wa Ulaya mjini Paris mnamo Aprili 17 na 18. Muungano wa walio tayari ulifanya mkutano wa kilele huko Paris mnamo Machi 27, ambapo wawakilishi kutoka karibu nchi 30 walijadili uwezekano wa dhamana ya usalama kwa Kiev baada ya kumalizika kwa mzozo. Moja masuala muhimu ilikuwa ni uwezekano wa kupelekwa kwa kikosi cha kijeshi nchini Ukraine. Umoja Mataifa haukuwepo kwenye mkutano huu. Vile Moscow tena inaangazia ukiukwaji wa Kiev wa kusitisha mashambulizi kwenye vituo vya nishati ambayo Ukraine inapuuza waziwazi. Imefanya mashambulizi 80 kama hayo tangu kusitishwa kutangazwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema utawala wa Kiev unakaidi waziwazi kusitishwa kwa siku 30 kwa mashambulizi kwenye vituo vya nishati iliyokubaliwa Machi 18 na marais wa Urusi na Marekani na kuungwa mkono na Volodymyr Zelensky. Jeshi la Ukraine linafanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye miundombinu ya sekta mafuta na nishati ya Urusi kihalisi kila siku tangu kile kinachoitwa makubaliano ya nishati kutangazwa. Zaidi ya mashambulizi 80 kama hayo ya serikali ya Kiev yamerekodiwa. Alisema kuwa malengo yalikuwa ni transformer, vituo vya umeme na miundombinu ya gesi. Kwa mfano, usiku wa Aprili 9 Ukraine ilitumia ndege 8 zisizo na rubani kulenga kituo cha kujazia gesi kinachosambaza gesi kwa mkondo wa Kituruki, na kati ya Aprili 10 na Aprili 14 njia za umeme wa juu katika maeneo ya Belgorod, Bryansk, Zaporizhzhia, Kursk, Kherson, Krasnodar na Jamhuri ya watu Lugansk zilikatwa. Vile msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova amekataa vikali pendekezo la Franco wa Uingereza la kutuma kikosi cha kimataifa cha kulinda amani kwa Ukraine na kukitaja kuwa ni cha kichaa kabisa. Licha juhudi zao za kuendelea, Paris na London zimeshindwa kupata uungwaji mkono kwa kauli moja kwa mpango wao wa kizembe wa kupeleka kile kinachokiita kikosi cha kimataifa cha kulinda amani kinachojumuisha wanajeshi kutoka nchi kadhaa wanachama wa NATO. Zakharova alisema. Alibainisha kuwa pamoja na Wafaransa na Uingereza, Warusi waliochanganyikiwa vile tu katika majimbo Baltic wako tayari kujiunga na mradi huu ambao unahatarisha makabiliano ya moja kwa moja kati ya muungano na Urusi. Ninarejelea, bila shaka tawala, nchi na watu wao mara nyingi hawajui kwamba viongozi wao wanafanya kazi kwa amri kutoka nje, Zakharova alielezea. Vile Ulaya inazidi kuhisi kutoegemea upande wa Marekani kuhusu suala la usaidizi zaidi na usambazaji wa silaha kwa Kiev, wakati London na Berlin zinaonyesha kikamilifu kuhusika kwao katika mchakato huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema katika mkutano na waandishi wa habari. Alibainisha kuwa mkutano ulifanyika na mkuu wa Pentagon hayupo. Jeshi la Ukraine limeahidiwa msaada wa euro bilioni 21. London ilitangaza msaada wa kiasi cha paundi milioni 350, na kwa jumla Waingereza wanapanga kutumia paundi bilioni 4.5 kwa msaada wa kijeshi kwa Kiev ifikapo 2025. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile ingawa swala la wapi hasa na lini rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump wanaweza kukutana bado halijafanyiwa kazi, bado Riyadh inaibuka kama chaguo zuri. Msaada
Msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov anasema, ni mada ambayo kwa hakika inazunguka, hivyo ni haki kuizungumzia, lakini ningesisitiza kwamba hakuna muda maalum ambao umekubaliwa bado na eneo linalowezekana halijaratibiwa pia, ingawa wengi wakiwemo wenzake wa Marekani wamekuwa wakidokeza Riyadh, Ushakov alisema akijibu swali la mwandishi Pavel Zarubin. Akizungumzia mawasiliano ya hivi punde kati ya Urusi na Marekani, msaidizi wa Kremlin alisema kwamba ishara zinazolingana kutoka Moscow ziliwasilishwa kupitia mjumbe wa Trump Steve. Anasema, nadhani ishara hizi tayari zimejadiliwa huko Washington. Alibainisha, inaelezwa kwamba Kyiv na Washington huenda zikatia saini mkataba wa nia ndani ya mfumo wa makubaliano kuhusu madini wakati wa mkutano wa mtandaoni. Volodymyr Zelensky anasema katika mkutano na vyombo vya habari, timu yetu sasa inafanya kazi na timu ya Amerika kwa mbali kwenye memorandum ya madini. Hivi sasa ninamaanisha kwa wakati huu mkataba wa makubaliano ambayo sio makubaliano yenyewe, lakini hati ya nia inaweza kusainiwa mkondoni leo, alisema. Shukrani kwa Babu ya Kivita ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.